Tazama, wewe ni Bwana, chanzo cha wokovu wetu. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Tazama, wewe ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno Tazama mfalme wa amani. Tunakushukuru Bwana Yesu, mfalme wa amani, Mungu wa wote wenye mwili. Bwana, tunakutukuza. Kuna neno gani Bwana usiloliweza, mfalme? Asante mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza, Bwana wa mabwana, mfalme mwenye nguvu. Tunakusihi kwa rehema zako Bwana, Bwana mwenye kibali, Mungu ulemuye Bwana. Tupo mbele zako Bwana asubuhi ya leo, Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza. Bwana, tunakushukuru, tunasema asante kwa rehema, asante Mungu kwa upendo, asante Bwana kwa kuendelea kutuvumilia. Bwana, shukrani ziwe kwako Mungu uliye juu sana. Pokea sifa na utukufu, mfalme wa amani, sifa na utukufu zikurudie wewe, Shaddai, Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza. Umesema katika neno lako Bwana, nisimamapo wawili watatu, nami nipo katikati yao. Roho Mtakatifu mwenye nguvu na mamlaka, tunakusihi kwa rehema zako Bwana asubuhi ya leo. Bwana, shuka kwa rehema zako, shuka kwa kila mmoja Bwana. Tunakusihi kwa rehema zako mfalme, shuka ndani yetu, shuka kwa kila mmoja mfalme wa amani. Achilia rehema Bwana siku ya leo, utupe nguvu, ukatutumie kama vyombo tu Bwana. Shuka, tunakusihi kwa rehema zako Bwana. Achilia neema Bwana. Bwana, tutumie siku ya leo, tunakusihi kwa rehema zako mfalme. Bwana, usituache Bwana, unapowazuru wengine Bwana, hata sisi usitupite Bwana. Tunazirudisha sifa na utukufu, maana Bwana umesema katika neno lako, ingieni malangoni mwangu kwa kushukuru. Tunakushukuru mfalme wa amani, tunasema asante Bwana, asante Mungu uliyetuumba. Pokea sifa na utukufu, Mungu uliye juu zaidi. Shukuru Bwana kwa kinywa chako,
Mwambie Bwana asante. Asante kwa kunileta mahali hapa. Asante Bwana kwa kunivumilia tena ili nizidi kutubu. Mwambie Bwana asante kwa rehema zako. Tamka kwa kinywa chako, mwambie Mungu asante kwa ajili ya familia yangu. Asante Bwana kwa ajili ya kazi zangu. Mshukuru Bwana kwa kila jambo. Tamka kwa kinywa chako, mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana ninakutukuza. Mwambie Bwana ninakushukuru. Sifa na utukufu zikurudie wewe Mungu. Mungu uliye juu sana. Nani aliye kama wewe? Wao wanataja magari. Tunakushukuru mfalme wa amani. Pokea sifa na utukufu Bwana. Tunasema asante kwa rehema na neema unaozidi kutupa tena kila itwapo leo. Tunazirudisha sifa na utukufu Mungu uliye juu sana. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya familia yangu. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya ndoa yangu. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya utakatifu. Mwambie asante Bwana kwa ajili ya wokovu Bwana ulionipatia sasa. Tamka kwa kinywa chako, zungumza. Bwana nataka mzungumze. Bwana anahitaji sauti yako. Bwana anasema mbele nanyi mtapewa. Tamka kwa kinywa chako, mwambie Bwana asante kwa kunipa uhai tena siku ya leo. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya watoto wangu. Asante kwa ajili ya afya inayozunguka ndani ya familia yangu. Asante mfalme wa amani. Tamka neno lolote mbele za Mungu na kumshukuru. Mungu ni mwenye kusikia. Anasikia kila sauti. Tunakuadhimisha na kukutukuza katika jina la Yesu Kristo, maana wewe ni Mungu peke yako, hatujaona aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya mwana kondoo, pokea heshima, pokea heshima na mamlaka, pokea heshima na mamlaka, maana unastahili. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilieni Bwana kwa ajili ya shukrani tu hizi. Haleluya. Amen. Sasa tunaenda katika kipindi cha toba. Lazima tuombe rehema mbele za Bwana kabla tujaendelea na mambo mengine. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Basi tunaenda mbele za Mungu, tumwambie Bwana tusamee, turehemu, tutakase. Zaidi ya yote omba toba kwa ajili ya familia, ukoo, watoto. Haleluya. Kama nilivyokusha kutanguliza mwanzo kwamba kila hatua ina kanuni na taratibu mbele za Mungu. Haleluya. Tunaombaje toba? Unawezaje maombi yako yakafika mbinguni? Amen. Lazima uende kwa mujibu wa neno ili iweze kufika katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana anatuagiza katika ile Marko 11 mstari wa 25. Haleluya. Bwana anasema, nanyi kila msimamapo na kusali. Amen. Bwana anatoa maagizo kwa wanadamu, anatupa maagizo wanadamu kwamba tusimamapo na kusali. Haijalishi tupo kanisani, nyumbani au sehemu yoyote, ili mradi tu namuomba Mungu mwenye nguvu, lazima ufate utaratibu. Haleluya. Katika ile Marko 11 mstari wa 25 nitasoma kwa jina la Yesu. Bwana anasema, nanyi kila msimamapo na kusali, sameni. Amen. Kwa kabla hujaingia katika toba kwenda kumwambia Bwana nirehemu, nitakase, nioshe, lazima wewe mwenyewe uanze kwa kuwasamehe wale uliowakosea. Haleluya. Inawezekana walikukosea wao, mlikosana wote kwa pamoja. Wewe una jukumu la kwenda mbele za Mungu, mwambie Bwana ninawasamehe wale walionikosea. Tena unaposema hivyo hakikisha yanatoka moyoni. Haleluya. Na unapotoka ibadani au sehemu yote ya maombi ambayo utakuwa umeitenga wewe mwenyewe kwa neema ya Mungu, hakikisha kama yule mtu ambaye mlikuwa mmekosana unafahamu sehemu alipo, nenda kabisa kamwombe msamaha. Hata kama kukosea yeye mwenyewe, wewe jishushe, muombe msamaha, mwambie Bwana nilikukosea, naomba unisamehe. Haleluya. Jitahidi sana kutengeneza ili toba yako sasa ambayo naiomba iweze kufika katika mbingu ya juu sana. Amina. Bwana anasema, msimamapo na kusali, sameni mkiwa na neno juu ya mtu. Haleluya. Bwana anatuagiza kwamba tukisha kuwasamehe wale watu, waombeeni.
Mwambie Bwana, ninamsamehe mtu fulani kwa kosa leo nifanyia 1 2 3, lakini zaidi ya yote Bwana, natamka baraka juu ya yule mtu. Bwana umuinue, Bwana umrehemu, Bwana umuokoe katika njia ya utakatifu. Amina. Bwana anasema mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe nanyi makosa yenu. Kwa kumbe, tusipofanya kile kitu, tusipomsamehe mtu afu tukamwombea, hata Mungu mwenyewe hawezi kutusamehe sisi. Unaona hatari ilipo hapo? Unaweza ukahisi labda Mungu kakuacha. Kwa nini mimi kila nikiomba mimi sijibiwe? Amina. Bwana anasema maombi ya mwenye dhambi ni machukizo. Sasa atawezaje kukujibu maombi yako kama hajaipokea rehema yako? Kwa hizo ni taratibu na password za kufikia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya maombi. Amina. Kwa lazima tujue, twende kwa utaratibu, tusiende tu kwa mapokeo na miemko. Amina. Kwa lazima tufate kanuni ya Mungu kwa jinsi alivyotuagiza katika neno lako. Mstari wa 26 Bwana anasema hivi, lakini nyinyi kama amsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni atawasamehe ninyi makosa yenu. Haleluya. Basi twende mbele za Bwana, tumsihi Roho Mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, tumwambie Bwana atusamehe. Lakini zaidi ya yote, kabla hapo, hakikisha unawasamehe wengine. Twende mbele za Bwana tukamwambie Mungu aturehemu. Kumbuka nafsi za ufalme. Bwana usituache, Bwana usiwaache ufalme wa Mungu. Usiwaache Mungu mwenye nguvu, usiwaache Bwana wa Bwana, mfalme wa amani. Zaidi ya yote, mimi mwenyewe nisistahili hata kuliita jina lako. Nipo mbele zako Bwana, nikiumepiga magoti yangu yasiyostahili. Bwana, ninaomba toba na rehema. Bwana, unirehemu na kunitakasa. Nioshe Bwana, takasa roho yangu, takasa nafsi yangu, takasa moyo wangu, takasa mwili wangu mfalme, takasa mavazi yangu Bwana. Ninakusihi mfalme wa amani, achilia toba ndani ya mavazi yangu. Nivulishe mavazi ya ufalme wa giza na univalishe mavazi ya utakatifu, mavazi ya nuru na utukufu. Bwana, ninaomba rehema Bwana, unisamehe roho yangu. Usiniache mfalme wa amani, maana katika Isaya 1:18 Bwana umesema katika neno lako, haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufi. Bwana ukamalizia kabisa ukasema, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Bwana, ninaomba toba na rehema. Bwana, unirehemu roho yangu. Bwana, nitakase kwa rehema zako. Nisamehe mfalme wa amani, nioshe kwa damu yako ya mwana kondoo. Bwana, ninakusihi kwa rehema zako Bwana, yafute majina yangu katika vitabu vya hukumu, nao yaandike majina yangu katika kitabu cha uzima wa milele. Bwana, unirehemu na kunitakasa na kuniosha. Bwana, ninakusihi kwa rehema, usizikumbuke dhambi zangu,
wala maovu yangu, bali Bwana ukanipe neema ya kunitakasa na kuniosha kwa neema yako, mfalme wa amani. Bwana, ninaileta familia yangu mbele zako. Bwana, ninawaleta watoto wangu. Bwana, ninaungama dhambi kwa ajili ya watoto wangu. Ninaungama dhambi kwa ajili ya mke wangu. Bwana, ukanirehemu, ukanisamehe. Bwana, takasa familia yangu, takasa nyumba yangu, takasa kazi yangu. Bwana, takasa kila hatua ninayoipiga kila itwapo leo. Ninaomba toba na rehema. Ninaomba unisamehe, mfalme wa amani. Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza, ninaungama dhambi walizozitenda mabibi na mababu zangu. Ninaomba rehema kwa ajili ya ukoo wangu. Bwana, Bwana, nitakase zile dhambi. Bwana, unioshe. Bwana, zile dhambi zisiwe kwangu, bali zikawe katika ufalme wa giza, zikawe jehanamu. Bwana, kwa rehema zako ninaomba toba na rehema kwa ajili Bwana ya dhambi walizozitenda mabibi na mababu zangu. Ninatubu dhambi kwa ajili yangu, ninatubu dhambi kwa ajili ya uzao wangu, kwa ajili ya kizazi changu. Bwana, ukanirehemu na kunitakasa, mfalme wa amani. Achilia toba na rehema, achilia utakaso katika ukoo. Bwana, ukanirehemu hizo dhambi. Bwana, achilia neema ya utakaso ndani yangu. Bwana, watakase ndugu zangu, takasa ukoo wangu, takasa familia yangu kwa rehema zako, mfalme wa amani. Achilia toba, Bwana, usituache, mfalme wa amani. Usituache, Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Achilia neema na rehema, achilia nguvu na ushindi. Mwambie Bwana nisamehe, mwambie Bwana nitakase, usiniache. Roho Mtakatifu akurehemu. Mwambie Bwana nitakase. Omba rehema kwa ajili ya ukoo wako. Omba rehema kwa ajili ya uzao wako. Omba rehema kwa ajili ya ndoa yako. Bwana, tusamehe mfalme. Bwana, turehemu na kututakasa. Bwana, ninaomba toba kwa ajili ya ulimwengu. Bwana, utakase ulimwengu huu. Bwana, urehemu ulimwengu. Bwana, ukumbuke kwa toba, mfalme. Urudie Bwana kwa jicho lako la huruma, ukautakase ulimwengu. Bwana, zaidi ya yote mfalme, ninaomba rehema kwa ajili ya Tanzania. Bwana, ukalirehemu taifa hili la Tanzania. Bwana, ulikumbuka kwa kutakasa kwa damu yako ya mwana kondoo. Bwana, usiliache taifa hili liangamie. Bwana, ukalirehemu na kulitakasa. Lioshe kwa neema yako Bwana, ukaturehemu na kututakasa. Kanisa lako Bwana, ukalirehemu na kulitakasa kwa rehema zako Bwana. Tupe neema ya wokovu katikati ya toba, mfalme wa amani. Situache mfalme, tunakusihi kwa rehema. Omba toba kwa ajili ya nchi yako. Omba toba kwa ajili ya ulimwengu. Omba toba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Turehemu Bwana, tutakase, usitupite. Bwana, unapozuru wengine, hata na sisi usitupite. Tunakusihi kwa rehema zako, mfalme wa amani. Bwana, tunakusihi kwa rehema. Bwana Mungu mwenye nguvu, ikiwa unyakuo Bwana utakuja ghafla katikati ya maisha yetu, Bwana tunakusihi kwa rehema na neema. Bwana, usituache sisi na familia zetu, sisi na majirani zetu, sisi na ndugu zetu, sisi na ukoo wetu Bwana, marafiki, jamaa wote Bwana, tunakusihi kwa rehema zako Bwana, ukaturumie. Ile neema ya mwizi msalabani ikawe kwetu ile siku ya ghafla Bwana. Lakini kama unyakuo utachelewa, tunakusihi kwa rehema zako mfalme, kifo kisije kama mwizi kwenye maisha yetu, bali Bwana ukatupe miaka mingi ya kuishi, miaka yenye kukutukuza wewe mfalme, miaka yenye kukupendeza wewe Bwana. Achilia nguvu na neema na kuishi miaka mingi ya uzee, tukikutumikia kwa rehema na msaada wako Roho Mtakatifu. Bwana, tutumie. Bwana, tusaidie. Usituache Mungu, usituache mfalme wa amani. Mwambie Bwana akurehemu. Tamka kwa kinywa chako, tamka sana Bwana atakavyokuongoza. Mwambie Mungu tusamehe, Mungu turehemu. Omba toba kwa ajili ya mkeo, omba toba kwa ajili ya ndoa yako. Katika jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu apewe sifa.
bado tunaendelea na toba, watumishi wa Mungu. Haleluya. Katika sehemu muhimu kuliko vyote ni sehemu ya toba. Ukishamaliza kutengeneza na Bwana, basi njia yako inakuwa ni nyeupe kuliko hata tunavyofikiri. Amina. Bwana anatuagiza tuombe rehema kwa ajili ya viungo vyetu, maana kiungo kinaweza ikakukosesha kuingia katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Inawezekana katika toba ulizungumza, lakini tuwashirikishe na wengine, tuote tuweze kupata hiyo baraka na neema ya kuomba toba kwa ajili ya fahamu viungo. Haleluya. Amen. Ukisoma katika ile Mathayo 5:29, Bwana anasema, jicho lako la kuume likikukosesha ling'oe, ulitupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Bwana mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza, tupo mbele zako Bwana asubuhi ya leo. Ninakileta kiungo changu Bwana, ambalo ni jicho. Bwana, rehemu kuona kwangu Bwana. Bwana, nimekuwa nikitazama mambo yasiyokupendeza, nimekuwa nikitazama Bwana mambo yasiyokutukuza. Mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, ninaomba toba Bwana kwa ajili ya viungo vyangu. Ninaomba toba kwa ajili ya macho yangu Bwana. Takasa Bwana kuona kwangu, takasa macho yangu, takasa mboni zangu. Mfalme wa amani, achilia toba ndani yangu, achilia toba ndani ya uzao wangu kupitia viungo. Mfalme mwenye nguvu Bwana, takasa mikono yangu, takasa kusikia kwangu. Mfalme mwenye nguvu Bwana, ninakileta kiungo changu ambacho ni ulimi Bwana, ukakirehemu na kukitakasa na kukiosha Bwana. Katika Yakobo 3:5 nasema, vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao jivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo washavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto ule, ulimwengu wa uovu ule. Ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi, uwasha moto mfululizo hata jehanamu. Bwana, ninakusihi kwa rehema zako, takasa ulimi wangu Bwana, usafishe na kuondolea kila uovu na kuondolea kila unajisi. Unirehemu Bwana, mimi na familia yangu, unitakase mfalme wa amani. Zaidi ya yote Bwana, nakileta kinywa changu mbele zako Bwana, ukakirehemu na kitakasa, maana umeniagiza katika Yakobo 3:10, katika kinywa kile kile utoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Bwana ukasema, je, chemichemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa zeituni, au mzabibu kuzaa tini? Kadhalika chemichemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu kwa wakati mmoja. Bwana, ninaomba toba kwa ajili ya kinywa changu, kimekuwa kikinena mambo yasiyokupendeza wewe Bwana. Achilia toba Bwana, achilia rehema ndani yangu Bwana, usiniache mfalme. Rehemu kinywa changu mimi na familia yangu Bwana, usituache mfalme mwenye nguvu. Ninaomba toba Bwana, ninaomba rehema, ninaomba utakaso kwa ajili yangu. Omba toba kwa ajili ya viungo, omba usichoke mwana wa Mungu. Omba toba kwa ajili ya viungo ili ukawe safi mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nitakase, nioshe kila mahali. Mwambie Bwana, nirehemu kwa kujua, nirehemu kwa kutokujua. Tutakase mfalme wa amani, usituache Mungu mwenye nguvu. Tunakusihi kwa rehema na neema Bwana, achilia toba ndani ya maisha yetu. Usituache Mungu mwenye nguvu na mamlaka, Mungu mwenye kusikia, Mungu mwenye kurehemu. Usituache Bwana tutumike sisi wenyewe, bali rehema zako na neema Bwana zikambatana na sisi na ikawe ni mwongozo hata sasa hata milele. Mfalme wa amani, usituache Mungu mwenye nguvu. Mwambie Bwana, niongoze kwa rehema zako katika safari ya wokovu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilieni Bwana kwa ajili ya toba. Amen. Mshangilie tena Bwana Yesu kwa ajili ya toba takatifu. Haleluya.
Amen. Mungu ni mwenye haki, atatuhurumia katika hayo tuliyoyaomba. Haleluya. Haleluya. Mbarikiwe sana watumishi wa Mungu kwa kuitii sauti ya Bwana. Amina. Basi tunaenda kuombea watu wote wenye uhitaji. Amen. Hatuwezi kuanza kujiombea sisi wenyewe katika mahitaji binafsi, lazima tuanze kuombea wengine. Wakati unaombea, unamwombea jirani yako, Mungu atakuwa anatenda kwako kwa jina la Yesu. Amina. Bwana anatuagiza katika Yakobo 5:10, anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana. Amina. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana, mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi twende kuwaombea ndugu zetu, marafiki, jamaa na marafiki wote tunaowajua na tusiowafahamu. Tamka neno juu ya mtu, mwambie Bwana mkumbuke mtumishi fulani, Bwana mkumbuke jirani yangu, Bwana mkumbuke mtu fulani. Amina. Tamka kwa kinywa chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza. Amen. Katika hili eneo unaweza ukapiga magoti sawa sawa na jinsi Bwana atakavyokuongoza, lakini unaweza ukasimama, lakini uruhusiwi kuomba ukiwa umekaa. Mfalme amani, Mungu mwenye nguvu na uweza, tunakusihi kwa rehema na neema, Bwana wakumbuke mfalme amani. Tunawaleta watu wote wenye uhitaji mbele zako, Bwana warehemu, watakase, wahoshe, usiwaache mfalme amani. Usiwaache Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka na uweza, usiwaache mfalme mwenye kibali. Bwana, ninawaleta yatima na wajane, Bwana uwakumbuke yatima na wajane, Bwana usiwaache mfalme amani, usiwaache Mungu mwenye nguvu. Maana katika Yakobo 1:27 unasema, dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika ziki yao na kujilinda dunia pasipo na mawaa. Bwana wakumbuke yatima, Bwana wakumbuke wajane popote walipo, Bwana usiwaache mfalme amani. Ninakusihi kwa rehema zako, achilia toba na rehema juu ya yatima na wajane, achilia milango ya uchumi, achilia milango ya kibali na baraka Bwana juu yao watu. Usiwaache mfalme amani. Ninakusihi kwa rehema na neema, Bwana usiwaache watu wote wenye uhitaji, Bwana wakumbuke kwa rehema na neema, kwa rehema zako Bwana, kwa rehema zaidi ya yote Bwana ukawaokolee katika njia ya utakatifu, wakakutumikie wewe mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza. Pokea sifa na utukufu mfalme, pokea sifa Bwana. Bwana, ninawaleta maskini wote mbele zako, maskini wote mbele zako Bwana. Yamkini inawezekana kama mimi ndo maskini, au familia yangu, au jirani yangu, au mtu yoyote na mfahamu si mfahamu. Bwana, ninaomba huruma zako zituriki sisi sote. Bwana, achilia neema ndani ya maskini wote katika taifa la Tanzania, wafungulie milango ya uchumi, wafungulie milango Bwana, neema ya wokovu ikambatane nasi Mungu uliye juu sana. Bwana, umesema katika Misali 21:13, azibaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, yeye naye atalia lakini hatosikiwa. Azibaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, yeye naye atalia lakini hatosikiwa. Bwana, achilia neema ndani yetu ufalme, tupe nguvu na neema Bwana ya kusaidiana sisi kwa sisi. Bwana, masikio yetu wakawe wazi kwa kila mmoja atakayekuwa mhitaji katikati yetu Bwana na nje yetu mfalme amani. Achilia neema Bwana, Bwana mwenye nguvu, hiyo neema ikambatane nasi kuanzia sasa. Tunakusihi kwa rehema zako, maskini wote Bwana utukumbuke, Bwana uturehemu, Bwana utuoshe kwa damu yako mfalme amani. Achilia milango ya uchumi, achilia milango ya ufahamu wa kiroho, tukakutumikie usiku na mchana. Mungu mwenye nguvu, usituache Bwana, usituache mfalme. Tamka neno lolote kwa muhitaji wa aina yoyote, tamka kwa kinywa chako na Mungu atakupa neema ndani ya familia yako.
Mwambie Bwana wakumbuke. Mwambie Bwana, kumbuka ndugu zangu wote. Inawezekana mtu akawa na hali nzuri kiuchumi, lakini ni maskini wa kiroho. Mtu ambaye hajaokoka anakuwa ni maskini wa kiroho. Omba katika mwili, mwambie Bwana wakumbuke. Mwambie Bwana, tukumbuke Bwana, usituache mfalme wa amani. Bwana utufanikishe. Maandiko yanasema ufanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo kama hujafanikiwa katika roho, kufanikiwa katika Bwana mwilini tu inakuwa ni ngumu. Kwa lazima ufanikiwe kuanzia katika roho ndio ufanikiwe katika mwili. Bwana, achilia neema Bwana, mafanikio ndani ya mioyo yetu. Bwana, tufanikishe Bwana, mioyo yetu ikawe na utakaso wa haki na kweli. Bwana, tupe nguvu na neema ya kuungama dhambi zetu kila wakati, kila sekunde, kila saa. Usituache mfalme amani, achilia toba na neema ndani yetu. Hiyo neema isitutoke usiku na mchana. Mwambie Bwana, turehemu na kutakasa sisi maskini wote. Tamka neno juu ya wahitaji, tamka neno juu ya maskini, waombee rehema, toba, usiwaache. Bwana, ninakusihi kwa rehema zako. Zaidi ya yote mfalme, ninalileta taifa la Israeli. Bwana, tunalibariki taifa lako la Israeli. Bwana, tunalibariki na kutakasa. Bwana, tunaomba mbele zako mfalme, ukalitakase na kulirehemu. Likumbuke taifa lako, liepushe kila mitego, kila majaribu na vitanzi. Achilia neema na rehema juu ya taifa la Israeli. Omba toba, omba nguvu, omba kibali, omba neno lolote juu ya taifa la Israeli. Zaidi ya yote, tamka baraka juu ya hilo taifa. Omba toba, omba neno lolote juu ya taifa la Israeli. Atakaye liombea atabarikiwa, atakaye libariki atabarikiwa, na atakaye lilaani hatalaniwa. Hilo ni agizo la Bwana kuliombea lile taifa. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Haleluya, haleluya. Basi tunaenda, bado tuko katika kipengele cha maombi, kuombea watu wengine. Amina. Tunaenda kuombea watu wote wanaomtumikia Mungu katika njia ya utakatifu katika ulimwengu wote. Amina. Tamka neno juu ya mtu, kila mtu anayemtumikia Mungu, haijalishi unamfahamu au mfahamu. Tamka neno juu ya mtu. Wewe mwenyewe unafahamu kwamba wokovu ni vita. Amen. Kwa wale watu, sisi wote tunapitia katika wakati ambao ni mgumu. Amen. Kuiendea ile njia nyembamba, ndugu yangu, ile sio mteremko, ile sio tambarare. Lazima ukaze mbele za Bwana. Haleluya. Kwa hiyo sasa lazima tutiane moyo kwa kuombeana. Amen. Nikipiga magoti kwa ajili ya mtumishi fulani hapa, naamini Bwana hatomwacha, atamwekea nguvu na ustamilivu wa kuendelea kusonga mbele. Haleluya. Ukisoma katika ile Waibrania Amen. Ukisoma katika ile Waefeso 6 mstari wa 18, Bwana anatuagiza katika kuombeana au kuombea watakatifu. Amen. Bwana anasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Waefeso 6:18. Basi twende mbele za Mungu tukaombea watakatifu wote watumtumikia Mungu katika roho na kweli. Mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza, Bwana umetuagiza katika Waefeso 6:18, Bwana ukatuagiza kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Bwana, achilia nguvu na rehema juu ya watu wote wanaokutumikia katika roho na kweli. Bwana, tupe neema na nguvu, tupe kibali Bwana, tupe ustahimilivu, tupe ushindi Bwana,
tushindie Bwana, tupe mwisho mwema. Maana Bwana nasema katika neno lako, heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Bwana, ondoa viburi ndani yetu, ondoa majivuno ndani yetu. Bwana, tupe nguvu ya kustahimili, tupe mwisho mwema. Mungu uliye juu sana, tunakusihi kwa rehema zako, kila mtu, kila mwanadamu Bwana anayekutumikia katika roho na kweli, Bwana umkumbuke. Bwana umpe neema ya kusonga mbele, mfariji Bwana. Zaidi ya yote Bwana, wafungulie milango yote ya baraka, milango ya uchumi, milango ya mafanikio ya kiroho, milango ya mafanikio ya kimwili. Usituache Bwana, usituache mfalme amani. Tunaomba msaada wako, tunaomba mwongozo wako mfalme amani. Tamka neno juu ya watakatifu wote Bwana mtumikia Mungu katika roho na kweli. Mwambie Bwana wakumbuke, Bwana warehemu, Bwana wape mwisho mwema, Bwana wape kufika mwisho mwema. Maana Bwana nasema heri mwisho kuliko mwanzo. Bwana tupe mwisho mwema. Tamka neno juu ya mtu kwa imani kabisa, Bwana atajibu maombi yako kwa rehema na neema. Bwana achilia neema na rehema mfalme, usituache Mungu mwenye nguvu. Bwana tupatanishe, Bwana tuunganishe Bwana, ile nguvu na ile joto la utakatifu likazidi kuwa kubwa ndani yetu kwa rehema zako. Tupe neema Bwana, ondoa roho ya mafarakano, ondoa roho ya faraka ndani yetu Bwana, ukatupatanishe kwa neema yako. Maana katika Waebrania 12 mstari wa 14 Bwana umetuagiza, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Bwana achilia neema, Bwana achilia kibali, tupatanishe mfalme amani. Kumbe Bwana hatuwezi kukuona wewe kama sisi hatuna ushirikiano, kama sisi hatuna mapatano, kama sisi hatujasamiana. Bwana tunakusihi mfalme amani, tuunganishe kwa rehema zako, tupe neema na rehema, tukasaidiane sisi kwa sisi sawa sawa na mapenzi yako mfalme amani. Achilia nguvu hiyo ndani yetu, achilia kibali hiyo ndani yetu, achilia hiyo neema ndani yetu, kwa kila mmoja akapokea hiyo karama, akapokea hiyo nguvu, akapokea hiyo ushindi, akapokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Achilia neema ya upendo ndani yetu, usituache mfalme amani. Zaidi ya yote Bwana, usizisahau familia zetu, usiwasahau ndugu zetu, majirani, jamaa na marafiki. Bwana tupatanishe nao katika roho na kweli kwa uweza wako mfalme. Bwana tuunganishe, achilia neema na rehema katika amani na watu wote, ili tuweze kukuona mfalme. Lazima tuyatimize yote katika neno lako kupitia Biblia. Bwana achilia neema hiyo Bwana ikambatane nasi sisi na familia zetu, sisi pamoja na kanisa. Usituache mfalme amani, usituache Mungu mwenye nguvu. Tamka neno kwa imani, na Bwana ni mwenye kusikia. Atasikia maombi yako hayo mawili matatu, na atakujibu kwa rehema na neema. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Basi tunaenda kuliombea kanisa la Mungu ulimwenguni kote. Haleluya. Makanisa yote yanayomtumikia Mungu chini ya kivuli cha utakatifu tuyaombee. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Usichoke kuombea wengine, kuombea makanisa mengine. Wakati unaomba kule, Mungu anatenda kwako. Amina. Wakati unaombea wengine, Mungu anatenda kwenye familia yako, kwenye huduma yako. Kwa hiyo usiache kuombea wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma ile Mathayo 26 mstari wa 31, Bwana anasema maombi haya yatakuwa ni maombi kidogo ya vita, yatakuwa ni maombi ya kuzuia na kuharibu na kuvunja. Amen. Zidi ya mashambulizi, kwa sababu makanisa matakatifu yanakuwa yakishambuliwa sana na ufalme wa giza. Haleluya. Bwana anatuagiza katika ile Mathayo 26:31 anasema,
Ndipo Yesu akamwambia, ninyi nyote. Haleluya, amen. Ngoja nitafute tena ile andiko, nitafute kwa usahihi, kwa rehema zake Mungu. Amen. Katika Mathayo 16 mstari wa 18, Bwana anasema, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Amen. Basi twende mbele za Bwana tukaribu na kuteketeza na kufunga kila malango yaliyofunguliwa katika ili kanisa na makanisa yote yanayomtumikia Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza, tupo mbele zako Bwana asubuhi ya leo. Kwa rehema na neema, mfalme, tunayaleta makanisa yote matakatifu yanayoshambuliwa na ufalme wa giza. Kila milango iliyofunguliwa katika hizo falme ninaziteketeza kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaharibu na kuteketeza kila malango, roho zote za kuzimu, roho zote za giza. Tunaharibu na kuteketeza roho zote za kuzimu. Tunavunja na kuharibu kila mamlaka zote. Funga malango yote yanayoshambulia makanisa ya Bwana, yafunge na kuyateketeza kwa rehema za Mungu. Tamka kwa sauti yako, mwambie, ninafunga kila malango yasiaweze makanisa ya Bwana, yasiliweze kanisa la Mungu katika ulimwengu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Bwana. Ninaharibu na kuteketeza kila malango, ninafunga kila malango, ninafunga kila malango yaliyofunguliwa kwa ajili ya ufalme, kwa ajili ya kanisa la Bwana, kwa ajili ya kanisa la Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila malango yaliyofunguliwa ninayafunga kwa damu ya Yesu, ninayafunga kwa damu ya Yesu, ninayafunga kwa damu ya Yesu Kristo. Ninabatilisha kila mashambulizi, kila silaha inayoinuka juu ya mashambulizi ya makanisa ya Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaharibu na kuteketeza, ninavunja na kuharibu, maana neno lako pale linasema, chochote mtakacho kufunga duniani kitakuwa kimefungwa na mbinguni. Ninafunga hayo malango ya ufalme wa giza katika kuzimu, katika jehanamu, katika ukoo, kila mahali, katika anga, katika ardhi, katika bahari, kila falme popote zinapotokea kuja kuyashambulia makanisa, ninafunga kwa neema ya Bwana, ninafunga kwa moto unao katika jina la Yesu Kristo. Ninafunga kila malango yanayoshambulia makanisa yote ulimwenguni kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Funga kila malango, 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 funga kila malango yanayotesa kanisa la Mungu, yanayotesa kanisa la Mungu, yanayotesa kanisa la Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu Kristo. Tunateketea katika jina la Yesu Kristo, katika peleka moto kila mahali. Funga hayo malango ya familia yanayolitesa kanisa la Mungu, malango yote machini katika jina la Yesu, malango ya wachawi katika jina la Yesu, tunayachoma, tunateketeza, tunayakatakata katika jina la Yesu, 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 wanaletea hai katika jina la Yesu, wanaletea hai. Tunaremo malango ya wachawi, tunaremo malango ya waganga, tunaremo malango ya waganga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tunateketeza, tunateketeza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wanaletea hai, wanaletea hai, wanaletea hai, wanaletea hai. Tunavunja kila makomeo, tunakata kila makomeo, tunakata kila makomeo, tunakata kila makomeo, tunakata kila manyoya, tunakata kila manyoya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunakata kila manyoya, tunakata malango ya ufalme utakatifu, tunakata kila manyoya yaliyofunga makanisa, tunakata kila manyoya yaliyofunga makanisa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, manyoya yaliyofunga matakatifu, yaliyofunga matakatifu kwa jina la Yesu, kila mmoja katika kila silaha inayoachilia katika makanisa, inayoachilia katika makanisa, baraka za Mungu, chakula cha Mungu, roho za kila mishale, funga kuosha mapando yaliyopandwa kinyume na Bwana, Bwana kama Bwana achia kama kanisa la Bwana katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Bwana Mungu wangu, familia yangu, Bwana wangu, tunaomba mashamba katika
katika kazi ya Bwana, katika uwezo wao, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, nafasi zao za watu wanaweza zinazoshambuliwa na mfano wa kila leo mnazokata kila pambo zote, kila manyororo, kila manyororo, manyororo kuanga, waliotoka baharini, waliotoka Nestori, waliotoka Japani, waliotoka makaburini, tunakatakata, manyororo wa ganga, waliotoka Maragweto, tunakatakata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, wanazateha, kila pingo, kila manyororo, kila marango, tunayakata, manyororo yote, tunateketeza kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila chochote kinachotawala kinyume na mapenzi ya Bwana tunakiondosha kwa mamlaka ya Yesu Kristo, tunakiondosha kwa mamlaka ya Yesu Kristo, tunakiondosha kwa mamlaka ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo na salama. Kanisa la Bwana likazidi kuinuka, kanisa la Bwana likazidi kuangazia nuru, nuru ya Bwana ikaangazia watakatifu wote ulimwenguni, makanisa yote yakazidi kupanda viwango, yakazidi kuinuka. Roho chafu inazidi kulisha makanisa chini ili yasiinuke, yasende kuhubiri kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Tunakatakata kila vizuizi vyote, tunateketeza kwa moto, tunateketeza kwa moto, kwa moto wa Yesu Kristo, 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 tunateketeza kila makomeo, kila njia zao katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza, ninaamuru kila mamlaka zote za giza kutoka katika mbingu, kutoka katika anga, kutoka katika ardhi, kutoka katika bahari, zote zinazoshambulia makanisa kutoka kuzimu mpaka jehanamu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina lipitalo miungu yote, ninaamuru hizo mamlaka zote na nguvu zake na madhabahu zao, ninaziseta jehanamu ya moto na kuzifungia katika matanuru, zisitoke tena milele na milele, bali neema ya Mungu ikafunike makanisa yote ulimwenguni kwa neema ya Roho Mtakatifu, kama kuku atamiavyo vifaranga vyake. Bwana, ukayafunike makanisa yako Bwana kwa nguvu zako Roho Mtakatifu. Shangilie Bwana kwa ajili ya maombi ya kuombea makanisa. Amen. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaombea kanisa, tusije tukawasahau wachungaji wanaotumika katika zile nyumba za Mungu. Haleluya. Tuombee wachungaji na wazee wa kanisa katika makanisa yote ulimwenguni. Haleluya. Amen. Bwana akawa anamwambia wanafunzi wake katika ile Mathayo 26:31. Bwana anasema, ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo kundi watatawanyika. Haleluya. Basi tukawaombea wachungaji wote wanaohudumu katika kanisa la Bwana. Mungu awawekee ulinzi. Amen. Tena ulinzi wa fence ya moto. Tamka kabisa. Yaani Mungu anahitaji uombe maombi ya ufunuo. Bwana, unaweza kusema Mungu mfunike mtu yule, mwekee ulinzi, lakini Bwana anahitaji umfunike kwa ulinzi upi? Bwana ana silaha nyingi sana. Haleluya. Hana kila kitu utakachokiomba Bwana atakupa. Amen. Wambie ile eneo la kumfunika mchungaji katika ulinzi, yani usiombe tu kwamba Bwana mfunike kwa ulinzi wako. Au mfunike kwa ulinzi wake upi? Tamka. Amen. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka, Bwana ama Bwana, tuko mbele zako Bwana, katika ile Mathayo 7:7 umesema, ombeni nanyi mtapewa. Bwana, ninawaleta wachungaji wote katika ulimwengu wote wanaokutumikia katika roho na kweli. Mfalme Bwana, ninakusihi uwafunike kwa rehema zako, wafunike na nguvu zako, wafunike na uweza wako Bwana.
Achia neema ya ulinzi Bwana, katikati ya nyumba zao, katikati ya familia zao, katikati ya huduma Bwana. Achia neema ya ulinzi, tena ulinzi wenye nguvu, ulinzi wa moto Bwana. Wazingire Bwana kwa moto unao, atakapokuja adui Bwana asiwaweze usiku na mchana. Mfalme wa amani, achia neema na rehema juu ya watumishi hao, juu ya wachungaji wako, juu ya watumwa wako, juu ya wazee wa kanisa, juu ya watu wote Bwana wanaokutumikia kwa ngazi ya madhabahu. Achia neema na rehema Bwana juu ya watumishi, maana kwa kupigwa kwao kondoo watatawanyika Bwana. Achia nguvu na rehema, ushindi na kibali, mamlaka na uweza ndani yao Bwana, wakayashinde yale yote yatakaokuja mbele zao zidi ya yule adui mmoja. Asante Bwana, tunakushukuru kwa rehema na neema, maana ni Mungu wa rehema na mwingi wa rehema. Pokea sifa na utukufu Mfalme. Tunasema asante, tunasema asante Bwana Yesu kwa kutuhurumia tena, kwa kutupa nguvu na neema nyingine katika jina lako Bwana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunamalizia, tunaenda mwishoni. Basi tusiwasahau washirika. Haleluya. Tukaombee na washirika. Amen. Tukaombeane sisi kwa neema nyingine hiyo tena. Tunaenda kuombeana tena sisi kwa sisi. Kwa sababu ukimwombea mchungaji lazima uombee sasa na wale kondoo wale wasijaribiwe. Inawezekana asipigwe mchungaji, lakini yule kondoo tu akashawishiwa akajaribiwa, ukashangaa anaondoka bila hata kupigwa yule mchungaji wake. Amina. Kwa hiyo wanaachi kuombewa na kufunikwa kwa ulinzi wa damu ya Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza, tunakusihi Mungu uliye juu sana, Bwana mabwana, tunawaleta washirika wote katika makanisa yote ya utakatifu Bwana. Tunakusihi kwa rehema na neema Bwana, ukawarehemu, ukawatakasa, ukawaoshe, usiwaache mfalme amani. Achilia nguvu na ushahidilifu, achilia kibali na mamlaka, achilia uweza na moto uzunguke ndani yao wa kuwashinda maadui zao. Achilia neema na rehema zaidi ya yote Bwana, waepushe na majaribu, waepushe na majaribu mfalme. Majaribu yatakapokuja Bwana, ukawashindie mfalme, ukawashindie Bwana, usiwaache Mungu mwenye nguvu. Ninakusihi kwa rehema zako Mungu mwenye kibali. Tunasema asante Bwana, maana Mungu mwenye kupenda, Mungu mwenye kusikia. Basi twende tukaombee kanisa, uvumilivu katika makanisa ya utakatifu. Tukawe na uvumilivu wa upendo. Haleluya. Tukawe na uvumilivu wa kuendelea kuhudumu, wa kuendelea kumtumikia Mungu kwa ngazi ya utakatifu. Amen. Huwa kuna roho ya kukata tamaa ndani ya sisi wapendwa. Makwazo yanakuwa ni mengi. Amen. Makwazo yanakuwa ni mengi, tunayakimbia majaribu. Mungu atupe neema ya kuyashinda. Haleluya. Usipoyashinda bado una hatari. Kwa hiyo twende tumwambie Bwana atupe neema ya uvumilivu, yaani kanisa aingize neema ya uvumilivu ndani ya makanisa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme amani, Mungu mwenye nguvu na uweza, Bwana achilia neema ya uvumilivu ndani ya makanisa, ndani ya kanisa lako Bwana. Achilia neema ya uvumilivu ndani ya washirika, ndani ya wachungaji, ndani ya wazee wa kanisa, ndani ya wapendwa wote Bwana. Tunaomba hiyo neema ya uvumilivu ndani ya kanisa Bwana ikatutawala na kutuongoza usiku na mchana. Bwana, usituache tuangamie, kwa rehema zako ukatuokoe kwa nguvu na uweza wako. Tamka neno juu ya kila mtu. Mwambie Bwana tuzingire kwa damu yako, tuzingire kwa nguvu ya uvumilivu, ikambatane nasi, ikambatane na familia zetu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamaliza na ombi la mwisho katika kuombea watu. Tuombee watu wote waliorudi nyuma katika makanisa matakatifu. Amina. Mwambie Bwana, tamka neno juu ya mtu aliyerudi nyuma, kwa sababu wakati anaingia kanisani alikuja kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Lakini wakati anaondoka alitumia akili zake yeye mwenyewe. Lakini kwa rehema na neema Bwana anaweza kumrejesha yule mtu. Haleluya. Mungu ni mwenye upendo.
Tunaposema Mungu ni mwenye upendo, basi anampenda yoyote. Amen. Inawezekana uko umerudi nyuma, lakini Bwana kwa rehema na upendo ule alionao akakurejesha tena madhabahuni. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukija kuangalia kwamba Bwana hilo jambo analichukulia maanani sana. Yaani alitoa mpaka ahadi kwa yule mtu atakayeenda kumrejesha yule mtu aliyerudi nyuma. Yaani kaidi hofa kwamba wewe utakayemrejesha madhabahuni pa Bwana kuna 1, 2, 3. Amen. Haleluya. Ukisoma katika ile Yakobo 5:19 mpaka mstari wa 20, Bwana anasema, ndugu zangu, ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli na mtu mwingine hakamrejesha, jueni ya kuwa yeye amrejezaye mwenye dhambi hata atoke katika njia ya upotevu ataokoa roho na mauti na kufunika wingi wa dhambi. Yaani wewe unaichukua hatua, unaitoa nauli yako kwenda kumfuatilia mtu aliyerudi nyuma, Bwana ametoa hofa, utafunika wingi wa dhambi. Hivi ni zawadi gani ambayo Mungu angeweza kuitoa ambayo inaweza ikafunika rehema? Ni zawadi ipi ambayo ipo juu ya toba? Haleluya. Hakuna. Hata angekuahidi magari, majumba, bado wote ungeacha. Lakini toba tu inakufanya uingie katika ufalme wa Mungu na uonane na Bwana Mungu mwenye nguvu. Kwa kaidi kwa yule mtu anayechukua ile hatua ya kwenda kumrejesha yule mtu, basi atafunika wingi wa dhambi zake. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ufalme amani, Mungu mwenye nguvu, tunakusihi kwa rehema zako ufalme. Bwana, achilia neema juu ya watu wote waliorudi nyuma. Kwa rehema Bwana na nguvu zako Bwana, tutumie sisi kama vyombo visivyokuwa na faida. Bwana, achilia neema Bwana ndani yetu, tukawa na uthubutu wa kwenda kuwarejesha wale wote waliorudi nyuma. Bwana, tupe nguvu na ushindi. Zaidi ya yote Bwana, tunawaombea wale wote waliorudi nyuma. Bwana, ukawarejeshe kwa rehema tena, ukawafunike kwa wingi wa rehema zako. Bwana, usiwaache ufalme amani katika makanisa yote ulimwenguni. Bwana, wote waliorudi nyuma Bwana wakumbuke, usiwaache kwa rehema zako ufalme. Achilia rehema, achilia neema, achilia kibali juu ya watu wote tuliorudi nyuma. Bwana, ukatupe nguvu ya kurejea, tupe urejesho, ingiza urejesho ndani yetu kwa rehema na rehema. Tamka kwa kinywa chako, mwambie Bwana wakumbuke wote waliorudi nyuma. Inawezekana ukawa unamfahamu kwa jina, unawafahamu kwa majina, tamka kwa majina yao, waite popote walipofungwa, ile minyororo yote kata, haribu kila minyororo, haribu kila silaha, haribu kila mashimo, watoe popote walipozikwa, walipofukiwa, wakatoke katika ufalme wa giza, maana wametekwa katika magereza ya ufalme wa giza. Pasua hayo magereza, watoe watumishi wa Mungu wakamrejee Bwana kwa neema zake Bwana. Tamka neno juu ya mtu, tamka neno la ukombozi, achilia neno la ukombozi juu ya kila mtu aliyerudi nyuma. Katika jina la Yesu. Mshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya maombi. Mshangilie tena Bwana Yesu kwa ajili ya maombi ya kuwaombea wengine. Haleluya. Mshangilie tena Bwana Yesu kwa ajili ya kuombea watu wengine. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Amina. Sasa tusije tukasahau kuombewa vipawa na karama ndani ya kanisa. Amina. Bwana ametuagiza tuombe, tusije tukaomba afu tukasahau. Bwana amesema ombeni nanyi mtapewa. Usipoomba ujue upewe, mpaka uombe. Amina. Basi twende mbele za Bwana tukaombe karama 5 zilizoachiliwa ndani ya makanisa, ndani ya kanisa la Mungu. Haleluya. Ombea karama 5 kwa sababu zile karama 5 zisipofanya kazi ndani ya kanisa, ile kanisa limekufa. Amen. Bwana anatembea ndani ya karama. Kama una karama ndani yako, yani Mungu kuingia ndani yako ni ngumu sana kuja kukutumia. Haleluya. Basi tukaombe karama. Bwana aliweka karama 5. Aliweka wachungaji, wainjilisti, walimu, mitume na manabii. Karama zote ni muhimu mbele za Bwana na zote anazihitaji ndani ya kanisa. Zile karama zikiwa ndani ya kanisa na zimekamilika,
basi Roho Mtakatifu tutamuona wazi wazi. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Tukisoma katika ile Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 12. Amen. Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 12. Bwana anasema katika swala la kuombea karama. Kwa nini tunaombea karama wakati Bwana ameshaachilia karama? Amen. Inawezekana wewe ukawa hauna karama, na sio kila mmoja ana karama. Unawezekana wewe ukawa una karama, lakini ile karama Bwana anaweza akakupa kama ukihitaji. Mtumishi wa Mungu akisimama akakuombea akatamka karama fulani juu yako, iwe ni ya uinjilisti au uchungaji au walimu, inawezekana ikaja mbele zako. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma ile katika Wakorinto wa kwanza 14, Bwana anasema, vivyo hivyo nanyi kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Amina. Kumbe kanisa haliwezi kujengwa kama pasipokuwa na zile karama. Amen. Bwana anasema kwa sababu tunatamani kuwa na karama za Roho, tuzitake kwa ajili ya kulijenga kanisa la Mungu. Basi twende mbele za Bwana, tumwambie Bwana, tumsihi Roho Mtakatifu achilie karama ndani yetu. Bwana tutumie. Tena zaidi ya yote, mwambie Bwana, achilia karama 5 zote ndani yangu. Haleluya. Maana Bwana anaweza kumpa yote amtakaye. Bwana anasema zitakeni kwa ajili ya kulijenga kanisa. Haleluya, haleluya. Mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza, tupo mbele zako Bwana, sisi watoto wako tusiostahili hata kusimama mbele zako Mfalme. Bwana mwenye nguvu, ninakusihi kwa rehema zako, umeachilia karama 5 ndani ya kanisa. Bwana, ninaileta karama ya kichungaji. Hiyo karama Bwana ukaizidisha katika makanisa ya matakatifu. Bwana, achilia neema ya uchungaji ndani ya kanisa lako lote katika ulimwengu wote Mfalme. Kanisa, karama ya uchungaji ikawe kubwa, ikawe na nguvu, ikaongezeke kwa rehema zako Mfalme mwenye nguvu. Bwana, naileta karama ya uinjilisti katika kanisa lako takatifu ulimwenguni kote. Bwana, achilia neema na rehema ya uinjilisti ndani ya makanisa. Bwana, hiyo karama ikaongezeke ndani ya makanisa, ikawe kuna ikatende kazi sawa sana mapenzi yako Bwana. Bwana, karama ya walimu, hiyo karama Mfalme, Bwana umesema imani huja kwa kusikia. Bwana, atakaposimama mwalimu akatufundisha, Bwana, tutaamini zaidi hata tunavyofikiri. Achilia ile karama ya walimu ndani ya makanisa yote matakatifu ulimwenguni. Bwana, ile karama ikawe kubwa, ikatende kazi sawa sawa mapenzi yako Mfalme wa amani. Bwana, naleta karama ya mtume. Bwana, achilia hiyo karama ndani ya makanisa, hiyo karama ya mtume ikaongezeke. Bwana, ikawe kubwa, ikawe na uzilisho wa Roho Mtakatifu Mfalme. Bwana, ninaileta karama ya kinabii. Bwana, ukajitukuze juu ya hizo karama. Achilia karama ndani ya makanisa Bwana yote matakatifu yanayokutumikia katika roho na kweli. Karama ya kinabii Bwana ikatawale, ikawe na nguvu, ikawe na ushindi, ikawe na kibali Bwana, ikawe na wingi mwingi kwa rehema zako Mfalme mwenye nguvu. Tamka neno juu ya karama 5. Tamka neno juu ya karama zote 5. Mwambie Bwana, achilia karama ndani yangu, achilia karama ndani ya watoto wangu, achilia karama ndani ya kanisa, achilia karama ndani ya familia yangu. Bwana, achilia karama 5 ndani yangu. Bwana, ukanitumia kupitia hizo karama. Mungu mwenye nguvu na uweza, usituache Mfalme wa amani. Zaidi ya yote Bwana, ninaomba ulinzi juu ya hizo karama zilizo ndani yetu sasa, zinazoingia ndani yetu sasa. Bwana, zikatende kazi sawa sana mapenzi yako. Bwana, ukazifunike kwa damu yako. Kila majaribu, kila mashambulizi, kila mishale inayoziandama na kuzishambulia zile karama, Bwana, isiziweze kwa rehema na neema. Ukazifunike kwa moto unao, ukazifunike kwa damu yako Mfalme wa amani. Achilia nguvu na ushindi, achilia kibali na karama zote zilizofifia Bwana, ukazifufue tena. Bwana, ukazipe nguvu tena. Bwana, ukazifufue tena. Achilia nguvu na ufufuo ndani ya karama zote zilizoibiwa, zilizocheleweshwa, zilizozuiliwa.
Bwana ukaziachie tena zikafanye kazi kwa msaada wako Roho Mtakatifu. Tamka neno juu ya karama ndani yako, ndani ya kanisa, ndani ya watoto wako, ndani ya familia, ndoa. Tamka sana sana Bwana atakavyokuongoza. Katika jina la Yesu. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Mshangilie tena Bwana Yesu kwa makofi. Yaani kipengele cha kuomba maombi kuanzia toba mpaka kuharibu falme zote za giza ni kipengele kirefu, kwa sababu pale ndio kuna majawabu ya mwanadamu. Amen. Yaani bila kuomba ni ngumu ndugu yangu kutoboa. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima uishi kwa maombi na maombi yako kidogo yawe na muda mrefu. Leo kwa sababu watu wengi wanakuja kuhudumu hapa madhabahuni, ndio maana tunaenda kwa ufupi, lakini watu wanaenda zaidi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Basi kwa sababu tumeshaomba, maombi yetu ndio yamefika mbinguni. Amen. Maombi yetu yamefika mbinguni, lakini kumbuka kuna wapingao. Unaweza ukaomba maombi ukashangaa maombi yako yanapingwa. Wewe umeomba kila kitu, umejigaragaza, umesahau kwamba maombi yako yanaweza kuzuiliwa. Unajiuliza kwa sababu gani? Mimi nimeokoka, ni mtakatifu, namtumikia Bwana. Sasa inakuwaje, kwa nini maombi yangu yazuiliwe? Wakati mimi nimemwomba Mungu mwenye nguvu. Maombi yako yanaweza kuzuiliwa hata kwa ajili ya familia. Wewe umeokoka lakini familia inaabudu miungu. Usipo tamka maombi ya ukombozi, ile familia inaweza ikasimama kuzuia yale maombi yasifike katika ule ufalme wa Mungu. Haleluya. Mungu ni mwenye haki ndugu yangu. Kwa hiyo lazima tuyatende yale yote ambayo Bwana ametuagiza katika Biblia, maana Mungu wetu ni wa kanuni na taratibu. Amen. Hatuwezi kwenda mbele za Mungu kwa kuzoea tu, kwa sababu umemzoea Mungu, ukaenda tu kwa sababu ni mtoto wa Mungu na ameshakuchagua ukasema kwa sababu mimi Bwana ananijua namtumikia, wanijua Bwana, basi mimi nakuja hivyo hivyo. Bwana anahitaji utaratibu. Ingia kwa utaratibu. Unapoenda kuomba, unapoenda kusali, lazima uende kwa kanuni na utaratibu. Amina. Kwa hiyo tunaenda kutamka maombi ya ukombozi ya kuzuia falme za giza katika anga, katika mbingu, zisizuie maombi yetu kwenda au kurudi. Inawezekana akafaulu kuingia, lakini katika kurudi akazuiliwa, au akafaulu katika kurudi, lakini wakati wa kwenda sasa yakazuiliwa. Sasa yatarudije kama hajafika mbinguni? Lazima utumie maombi ya ukombozi. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa rehema na neema za Bwana nitasoma andiko litakalotuongoza kwenda katika hayo maombi ya muda mfupi. Amen. Nitasoma katika ile Danieli 10 mstari wa 12. Bwana anasema, ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Mstari wa 13, malaika anamwambia mtumishi wa Mungu Danieli, ambaye alikuwa ni mtakatifu mbele za Mungu. Anasema, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Amen. Anipinga siku 21. Nao wakuu wa mbele akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe unaweza ukaomba maombi na bado yakazuiliwa, haijalishi mtakatifu wako. Amen. Kwa Bwana ametuambia tuombe maombi ya ukombozi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza, tupo mbele zako Bwana asubuhi ya leo. Bwana, tumekuomba maombi mengi asubuhi ya leo. Kwa rehema na neema mfalme, Bwana, tunaamini utayajibu. Yatafika mbinguni kwa rehema zako na yatarudi kwa mapenzi yako mfalme wa amani. Lakini Bwana yupo apingaye. Mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, tunakwenda kinyume na kila mamlaka zote katika ufalme wa anga unaozuia maombi ya watakatifu. Mungu mwenye kibali na mamlaka, tunateketeza na kuharibu hizo roho
zinazozuia maombi ya watakatifu yasiingie katika ufalme wa Mungu, au zinazozuia maombi yasirudi hapa duniani, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ninaharibu na kuteketeza kila mamlaka zote za giza zinazohusika na maombi yangu, zinazohusika na maombi yetu. Kwa mtoto, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, tunavunja na kuharibu roho zote za giza, roho zote za giza, hao wakuwa wacheni wanaokamata maombi yetu, wanaoshikilia maombi yetu. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu, tunaharibu na kuteketeza roho zote za giza zinazosimama kinyume na sala zetu, zinazosimama kinyume na maombi yetu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe mkuu wa anga unayezuia maombi ya watakatifu, ninakuangamiza kwa upanga, ninakuangamiza kwa upanga, ninakupiga upofu, ninakupiga upofu, usiweze kuyaona maombi yetu, usiweze kuyaona maombi yetu, kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mapepo yote yanayozuia maombi tunayateketeza kwa moto. Wewe ufalme wa cheni, popote ulipo, uwe katika familia, uwe katika anga, uwe katika harisi, uwe katika ukoo, uwe na majirani, kwa jina la Yesu Kristo, achia maombi yangu, ninakuamuru kwa msaada wa Roho Mtakatifu, achia wewe maombi, achia wewe maombi, achia wewe maombi, kwa jina la Yesu Kristo. Nataka ukombozi juu ya maombi yangu, juu ya sala zangu, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Maombi yetu niliyoyaomba hautoyazuia, hautoyaweza, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunavunja kwa hivyo kila mamlaka zote za kusema zinazozuia maombi yetu, zinauza sadaka, zinazosha maombi yetu, tunaacha maombi yetu, tunawapiga upofu, tunawapiga radi, tunaangusha milima, tunaangusha madhabahu iliyoikalia katika ufalme wa giza, katika ufalme wa giza. Hizo vifaa vinavyovitumia kutengeneza maombi yetu, tunavipasua kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, tunamvutia kwa roho ya Roho Mtakatifu, tunamvunja na kuteketeza roho zote za giza zinazozuia maombi. Omba kwa jina la Yesu, omba. Bwana achilia neema, Bwana ya nguvu ya kuzuia kila falme inayozuia maombi ya jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana achilia. Tamka, usichoke. Yanayozuia maombi yako, Bwana kazuta Wesa wako Bwana kazuta Mungu ukazidi kuongoza maombi yetu yakafika mbele zako, kwa jina la Yesu Kristo. Yule azuiaye ashinde ateketee, kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka yako 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 Yesu Kristo. Bwana maombi yako moto, Baba maombi yako moto, yakapasua anga na kupita, kwa mamlaka ya Yesu Kristo, kwa uwezo wa Yesu Kristo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Maombi yetu yakawe panga, maombi yetu yakawe moto, maombi yetu yakawe mishale, yakapita katika anga. Haijalishi kumewekwa wingu zito lililo juu ya anga, Baba likafunguliwe, likateketee kwa moto, likateketee kwa moto, likateketee kwa moto, likateketee kwa moto. Wingu lililowekwa katika juu ya anga linaweza kuzuia mambo yetu, linaweza kuzuia mambo yetu, kwa mamlaka ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Tunateketeza ile wingu, tunateketeza ile bangeti iliyowekwa, hizo roho za wanazoziweka za kuzuia mambo yetu, kwa mamlaka ya Yesu Kristo tunateketeza, anga likafunguka, anga likafunguka, mweza kufanya kwa nchi ya kibali ya Baba chuma kama mweza kufanya kwa mweza nikapane katika mweza mweza kufanya kwa kitu ya kama nyama, anga likashika kwa mwema, anga likashika kwa kasi wachawi wa anga watetea na kuondoa na kuangamiza wewe ulimwengu ana polisi wote kazi kwa wote na weka mashauri katika adhibu kila mmoja na hizo zinazopenda kila mmoja hayo kila mmoja hiyo wewe unaanza hayo maombi ya takatifu hiyo mtemo na chakula na chakula na chakula zote piga ile mtemo na piga ile mtemo na shukrani mamlaka zote za kifo jina la Yesu kwa hivyo baada ya pepo ya sote kila kaje tu kila material na kama masuala na kama masuala kama pepo yote na ufalme wa Mungu unaozuia maombi yetu, unaozuia maombi yetu
tunawasiliana kuanzia sasa, sasa zetu kuanzia sasa, na wewe wote na wewe wote na Yesu yote iliyobaki, Yesu yote iliyobaki, tumalize mwaka 2026 yanataka mawasiliano ya mapepo yanayowasiliana kwa ajili ya kuzuia mambo yetu, kwa ajili ya kuzuia mambo yangu, kwa ajili ya kuzuia mambo ya familia yangu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ninatekeleza kila mfalme inaadhibu kwenye anga, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana tia neema, Bwana tia nguvu, Bwana tia ushindi, Bwana tia kipaji, Bwana tia mamlaka, Bwana tia uweza, kwa mamlaka ya Yesu Kristo, kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Bwana ndiye aliye. Oh, haleluya. Asante mfalme wa amani, tunakushukuru Bwana kwa rehema na neema, kwa kutupa neema ya zuio la maombi yetu zidi ya falme za giza. Bwana, zimeanguka jehanamu na hazitorudi tena kuzuia maombi yetu. Kuanzia mwezi huu, wiki hii, siku ya leo mpaka mwaka 2026 inaisha, hakuna roho yote itakayoinuka wala kuwasiliana kwa namna yote kuzichukua sala na maombi yetu yasifike mbinguni au yasirudi hapa duniani. Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi kwa ajili ya maombi. Amen. Amen. Nishangilie tena Bwana. Amen. 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 Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda mwishoni kabisa. Tunaenda mwishoni kabisa mwa maombi, lakini tusiache chochote nyuma. Amina. Hakuna mwanadamu anayeishi hapa duniani, hajalishi ni mtakatifu au anaishi maisha yake yeye mwenyewe, lazima amtegemee Mungu. Amen. Lazima amtegemee Mungu. Kila mwanadamu anamtegemea Mungu, na Mungu ndiye anayemshusha mmoja na kumpandisha mwingine. Haleluya. Ukiona umefanikiwa katika hali ya kimwili, yani usione kama ni kwa sababu tu ya jitihada zako katika kumtafuta Mungu. Hapana. Hata nafikiri hata usingeokoka bado Mungu angekufanikisha tu. Haleluya. Kwa sababu hakuna mahusiano kati ya mafanikio na ufalme wa Mungu. Hamna mahusiano. Amen. Yani kuna tofauti kati ya mafanikio ya kimwili na ile siku roho imeachana mwili wako na ingia katika ufalme wa Mungu. Mungu anaweza kumpa mtu yoyote anayemuomba, haijalishi unasali, umeokoka au hujaokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa nini watakatifu wengi tunapitia changamoto za uchumi? Kwa sababu gani? Na tunamtumikia Mungu wa kweli, na tulishasoma tena maandiko kwamba vyote vijazavyo ulimwengu ni mali ya Mungu. Sasa kwa nini unapopiga magoti chini kumwambia Mungu nipe dhahabu na upati, na Bwana ameshakwambia ombeni nanyi mtapewa? Kwa sababu gani? Bwana Yesu apewe sifa. Ni kanuni tu ndogo ambayo tunatakiwa tuifanye katika kanisa la leo, ili Bwana aweze kutupa kile tunachokiomba. Amina. Bwana anasema utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake kwanza. Amen. Naye wote mtazidishiwa. Amen. Kwa kumbe sisi tayari tumeshazidishiwa, tumepewa vile vitu, lakini hatuvioni katika macho ya mwili na nyama. Kwa sababu gani havionekani? Na Bwana kashatuzidishia kwa mujibu wa neno lake. Tayari tumeanza kwa kumfuata, na Bwana anasema mtazidishiwa. Manake msiviombe. Nyewe tafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, alafu Bwana atazidisha yeye mwenyewe. Haina haja ya kufunga na kuomba kwa ajili ya biashara, fedha, dhahabu. Bwana kwa sababu umeshamfuata, Mungu yeye atakuzidishia. Lakini kwa nini watakatifu wengi hatuoni hivyo vitu? Ni kwa sababu ya kukosa maarifa na ufahamu. Haleluya. Haleluya kanisa. Naomba tuelewane katika hicho kipengele, na amini tutaelewana vizuri. Amen. Tutasoma katika Isaya 42 mstari wa 22. Neno la Mungu lituongoze katika hili eneo. Vitu vyetu sisi vipo, ila vinahitaji kitu kidogo tu. Maana yake maombi ya ukombozi. Lazima udai haki yako wewe mwenyewe. Usipoidai haki, ndugu yangu, itakuwa ni ngumu. Kwa sababu watu wa kwanza kuzuia baraka zako ni watu wa familia. Amen. Ni watu wa nyumbani mwako.
Kwa hiyo lazima utamke maombi ya ukombozi. Kama ulivyotamka katika maombi, lazima uje na katika maombi ya ukombozi katika kumiliki na kutawala. Bwana anasema ufanikiwe kama roho yako ifanikiwe, kama roho yako ifanikiwavyo. Sasa kama umefanikiwa katika ulimwengu wa roho, inakuwaje usifanikiwe katika ulimwengu wa mwili? Maana yake lazima uanze kumhoji Mungu au uanze kukaa magoti, kwa sababu unaye Roho Mtakatifu. Basi muulize atakujibu. Haleluya. Tukisema katika ile Isaya 42 mstari wa 22, Bwana anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Wewe lini umepiga magoti au umesimama mbele za Mungu ukaanza kutamka maneno ya ukombozi? Ninarudisha baraka zangu. Unadai mpaka baraka za wazazi wako. Inawezekana wazazi wako mlizaliwa katika hali ya umaskini na baba na mama au baba au mama akafa katika ile hali. Zile baraka hazijafa, bado zipo. Ukisimama kinyume na mapepo ukadai zile baraka huwa zinakuja. Lakini hazitokuja mpaka wewe umezidai mwana wa Mungu. Tena kwa kutumia neno la Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kukaa juu ya andiko lako yeye mwenyewe. Lazima neno litimie. Amina. Bwana ukisoma Biblia, Bwana ilitokea kama amehapa. Anasema ni rahisi sana mbingu na dunia vikapita, lakini kuliko neno la Mungu kupita bila, yani kutenguka bila kutimia. Kwa hiyo kila kilichoandikwa kwenye Biblia lazima kitimie, lakini kinatumiaje? Lazima usimame. Lazima usimame kudai, kuomba, kila namna Mungu anavyotuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusimame juu kwa dakika za mwisho hizi, tukakomboe kila kilichoibiwa na ufalme wa giza. Amen. Kila mtu Mungu amemkusudia kufanikiwa katika roho na mwili. Amina. Tena katika ulimwengu wa sasa ndo kabisa, kwa sababu Mungu anajua injili sasa hivi ni gharama. Yaani kila hatua tu ndogo lazima utumie fedha. Lazima uingie mfukoni. Bwana anasema wataendaje bila kupelekwa? Sasa unapelekwa na nini? Ndio nishakuombea. Je, kuna muujiza wa kumfanya mtu ajikute hapo Iringa amesimama ghafla? Hamna. Si lazima uingie mfukoni mlipie mtumishi wa Mungu nauli ya safari. Sasa unaipataje kama yule mtumishi analia na wewe unalia? Lazima usimame kama kuhani wa Bwana, kuzipiga zile falme za giza na ukomboe kila kilichoibiwa. Tusimame juu kwa dakika chache, msichoke wana wa Mungu. Leo ni siku ya Bwana tena. Kila siku ni siku ya Bwana, lakini leo ni siku ya Bwana zaidi. Amina. Kwa kama umekuja na ratiba na wahi kupika wali maharage, hebu leo ikiwezekana funga hata kwa lazima kwa ajili ya Bwana au kwa ajili ya roho yako. Amina. Basi twende mbele za Mungu. Nimegawa sana maiki. Sasa hivi naomba nimpe maiki mgeni katika hiki kipengele. Twende pamoja wote, tukarudishe kila kilichotekwa, kila kilichozuiliwa katika ufalme wa giza. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka na uweza, katika ile Isaya 42 mstari wa 20, Bwana amesema wamekuwa mateka, wala anasema atarudisha. Bwana, tunarudisha kila kilichopewa. Tunarudisha kila kilichoibiwa mfalme. Wamefanywa mateka. Tunarudisha kila kilichoibiwa mfalme mwenye nguvu. Katika mashambu mwenye mamlaka na uweza. Tunarudisha wala Bwana tunarudisha. Tunatamka Yesu Kristo, tunatamka ukombozi. Bwana, tunatamka uli hai. Wale malaika wa Mungu wanaosimama ukombozi, tunawaamuru sasa kwa damu ya Yesu, malaika wa Mungu Jehova, malaika wa wokozi, waende kwenye mapango, waende kwenye mawe, waende kwenye machimbo, waende chini ya bahari kwenye vilindi vizito vya maji, waende kwenye mapango na kwenye mawe, waende njia panda na makaburini, waende kila mahali katika jina la Yesu, waende juu ya mbingu za Jehova, waende juu ya mbingu za mbingu, waende katikati ya nchi, waende katikati ya anga, waende
katikati ya bahari katika jina la Yesu Kristo. Tunadai na tunakomboa katika jina la Yesu Kristo zile baraka ambazo Bwana ndizo ulizotuumbia tangu mwanzo, ambazo adui alitunyang'anya, ambazo adui alizinimiliki katika jina la Yesu. Mungu ni hai, kwa mamlaka niliyopewa na Yesu ninatamka sasa baraka zangu za kiroho ninazita kwa damu ya Yesu. Pasaya ninadai katika jina la Yesu baraka zangu za kinafsi kwa jina la Yesu. Nadai baraka zangu za kiroho nazidai kwa damu ya Yesu. Zile baraka ya wewe zile baraka za ukoo ambao kila mwanangu alikozaliwa shangaa na Mungu kwa nuru kila nguvu inavyamka zile baraka leo alikotoka baraka za ukoo alikotoka maana na zile zinarudisha za kuonekana zinarudisha baraka za ukoo kila kitu kile na Yesu inaita baraka inaita baraka kuomesha kusomesha kwa damu ya Yesu na kusomesha baraka za kifamilia, baraka za kikanda, baraka za kikabila inaziita, baraka za kitaifa inaziita ziwe juu yangu asubuhi leo, ziwe juu yangu. Inatamka mashariki inaisemesha achia, inaisemesha lango la magharibi achia, inaisemesha lango la kaskazini, inaisemesha lango la kusini achia baraka achia Naachilia radi za moto, ninashambulia, ninatupa radi za moto, ninashambulia, ninatupa, ninatupa moto wa Yesu, ninashambulia ukapata Yesu. Haya achia, haya achia, haya achia, haya achia, haya makelele kidogo makelele kidogo kwa jina la Yesu. Bado makelele achia kitu roho, achia na semesha, achia tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, bali vita vyetu vina nguvu katika ulimwengu wa roho, hata kuangusha falme na mamlaka na angusha kila damu ya Yesu, kila ufalme, kila mauti, kila wajani, kwa mfalme wa kuzimu, kila chao ndani ya ufalme wa anga, angusha power, kila achia, achia kila kitu, achia kila kitu, achia haya achia kibao, achia baraka
kwenye familia, rudi leo kwenye huduma yako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Aliye hai, katika jina la Yesu, waachie kwa jina la Yesu, waachie lango la ukoo, liachie lango la familia, liachie lango la mtaa, liachie lango la kijiji alikozaliwa baba, liachie katika jina la Yesu, liachie lango, niachilie moto na gari za moto kwenye lango la ukoo, lango la familia. Ninadai wewe lango la ukoo, maana imeandikwa katika Isaya ule mstari wa 11, nayo malango yangu hayatafungwa daima usiku wala mchana, ili mataifa wapate kuletea utajiri wakiongozwa na wafalme wao. Ninaamuru wewe uliyekaa kwenye lango, achia lango la familia, lango la ukoo, lango la mtaa, lango la kijiji, lango la wilaya, lango la mkoa, lango la kitaifa. Naamuru achia. Hey fire! Katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, ninaamuru kila mamlaka na falme zote katika familia, katika anga, katika ardhi, katika mbingu, katika bahari, katika jehanamu, katika kuzimu, zilizokamata baraka zetu, zilizokamata hatima zetu, familia zetu na watoto wetu na ndugu zetu na majirani zetu, kwa jina la Yesu Kristo, hizo falme zilizokamata hizo hatima na baraka, kwa jina lipitalo majina yote, ninaamuru kila ufalme wa giza na kuseta jehanamu ya moto na kufungia huko katika matanuru ya moto, usiinuke milele na milele, bali Bwana ukatufunike kwa damu yako, kwa rehema zako, kwa nguvu zako, katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Amen. Basi tumefika mwisho wa maombi ya asubuhi. Haleluya. Leo hata ibada ikiisha saa 10, mshukuru Mungu. Maadamu upo hai, unakuwa umepewa neema bado ya kuendelea kutubu. Amen. Basi imefika mwisho wa maombi. Nikaribishe wanakwaya kwa ajili ya tenzi moja ya kuendelea kumkaribisha Roho Mtakatifu zaidi na zaidi. Kwaya ya kanisa